Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mercredi le 4 mars 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo kama kawaida tutawapeleka kwenye ligne defo hapo kwenye uwanja wa vita, tuwaambie ni kipi kinachoendelea jioni ya leo. Tutawapeleka kule mu territoire ya Fizi Minembwe. FARDC na wazalendo tena walilancia atake kontra AFC M23 ndani ya Minembwe centre na maeneo yanayopatikana karibu na Minembwe kwenye AFC M23 wako. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika kule mpaka jioni ya leo. FARDC wako mu atake sana. Après FARDC kukamata Mikenge juzi, walikuja kuomba kabisa wakaaji kurejea katika eneo ya Mikenge, na pia waliomba viongozi wa FARDC na hata viongozi tofauti mu gouvernement ya Kongo kwanza kufanya kazi ya kuijenga hospitali generale ya Mikenge. Hayo yote tutayaona kabisa kwa pamoja, video ziko pale. Habari zetu tutawapeleka Kisangani. Apre wanajeshi wa France kufika Kisangani, walishaanza kabisa kupana formation kwa wanajeshi wa FARDC kule Kisangani. Ni formation militaire, donc ni kuendelea kabisa kuwafundisha namna ya vita kutokana na jinsi leo FARDC wanahitaji uwezo wa hali ya juu kutokana na vita wanavyovipigana na wasi wa M23 mashariki mwa nchi ya Kongo. Tutawapeleka Masisi, tuwapeleke na maeneo ya Walikale, Uvira na kwingineko, tuambie hali halisi kabisa kutoka hapo. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa pale kwenye titre, hapo chini ya titre mu description mtapata linki yetu. Mjiunge nasi mkigusa kwenye linki hiyo, bila shaka mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye ligne defo katika eneo za Minembwe kule mho plateau de Fizi. Kule siku ya leo tena FARDC na wazalendo walilancea atake a la fois zidi ya AFC M23 na Twirwaneho katika mungini wa Minembwe na vijiji tofauti vinavyopatikana karibu na Minembwe vinavyomilikiwa na wasi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho, mkiwemo eneo za Kakenge. Pale Kakenge kabisa FARDC wako mu offensive sana, wanapenda warekipere eneo ile, wa avance wa kamate pia Minembwe centre. Mapigano hayo yalianza siku ya leo ambapo FARDC na wazalendo walianzisha mashambulizi mapya zidi ya wanajeshi wa AFC M23 na Twirwaneho pale Minembwe centre pamoja na Kakenge. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika pale wakati FARDC iliatake. Kama ukumbusho, ni kwa mara ya pili ambapo FARDC na wazalendo wako mu offensive pale. Ni siku ya pili leo mfululizo na FARDC na wazalendo wako mu offensive pale, wakitaka warekipere mungini wa Minembwe ama Minembwe centre na zingine eneo zote zinazomilikiwa na AFC M23 pale uzalantoro ya Minembwe. Mapigano hayo yalisababisha tena kukimbia kwa wakaaji wengi. Population kabisa walianza kukimbia vijiji vyao kule, wakikimbia vita vikali ambavyo vilikuwa vimeanza upya kati ya pande mbili. Walikimbilia katika misitu, wengine kujifungiana katika nyumba zao, na hata kuna walioweza kuondoka Minembwe, wengine Kakenge, wakaelekea wapi mu territoire ya Mwenga kule mu vingine vijiji kwenye walikimbilia kule
ili wapate kabisa usalama, kwa sababu kule kwao pale Minembwe Centre na Kakenge na vingine vijiji tofauti pale vilima tofauti kulikuwa kukiripotiwa mapigano. Habari tunazo kutoka pale Minembwe ni ya kwamba vita vinaendelea. FARDC na wazalendo wangali mwatake sana, wanapenda warekipere eneo ya Minembwe. Ni depuis juzi ambapo FARDC walisha changer system ya kupigana kule. Mnajua apres kukaribia kabisa Minembwe kuendelea kukaa katika maeneo yanayokuwa karibu sana na Minembwe, walikuwa wakifanya vita kule wakitumikisha madrone, wakibombarde maposition tofauti za Twirwaneho AFC M23, wakiwa wanataka AFC M23 na Twirwaneho wajiondoe pale, mais abikuwezekanaka. Aujourd'hui sasa walilancer contre-offensive, waliona kwamba AFC M23 ishakafunga roho ipende ondoke pale, njo wakalancer offensive sasa waiondoe pale kupitia kuwashambulia direct, donc kwa wapiganisha vis-a-vis bila kutumikisha madrone ama maartillerie. Na kule sasa vita vinaendelea kati ya FARDC na wazalendo na wasi wa AFC M23 na Twirwaneho, na mapigano hayo yanaendelea kukua makali kabisa katika Minembwe na eneo zinazokuwa karibu na Minembwe. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Tutakuja kabisa kufahamu mengi ama na matokeo apres kuisha kwa mapigano kule. Donc apres kupigana, wakati vita vitaisha, ndipo tutajua matokeo kama FARDC na wazalendo wataavansi ama watasonga mbele wa rekipere eneo zile mkiwemo Minembwe Centre. Tutawaambia na kama AFC M23 tena inaweza kuwarepuse kama kawaida, tutawajulisha. Tukiendelea na habari zetu, Mikenge eneo ambayo inapatikana pale karibu na Minembwe, kwa sasa hali ni ya utulivu kabisa. FARDC na wazalendo wanakontrole eneo yote, me pale walikutana kabisa, kuna vitu tofauti vishakaharibika, masoko yashakaharibika, hospitali vyote vishakaharibika na FARDC. Wanajeshi wa FARDC pale, wazalendo pale waliomba sasa viongozi tofauti kuanza kujenga mahopitali na masoko za pale zenye zishakaribika. Mfuateni hiyo video pale kabisa, ni Mikenge, kila kitu mutakielewa. Hii ni hopital general de reference ya Mikenge. Hapa tuko le 2 mars 2026. Tunakia kuvisite, tunakia kuangalia vitu za jinga Twirwaneho M23 bar RDF AFC. Hapa tuliwanyanganya FARDC pamoja na wazalendo. Tumewanyanganya hapa a partir ya jana le 1er mars 2026. Ndio tumewanyanganya hapa, tumewafukuza na wote wamekimbia, na tutahakikisha tunawafuata mpaka kule kwenye wamekimbilia. Ndio mpango ile, ni kusema wameharibu kila kitu. Hii ndio hospitali, mnapaswa kujua kama hii ndio hospitali yenye inakuwaka inaswanye population ya msektere ya Itombwe, donc umu plateau umu savane. Alors wameharibu kila kitu. Tunaweza omba kwa gouvernement d'ici déjà armée régulière na wazalendo tulishakaba hapa. Tunaweza omba gouvernement iangalie namna gani itaasiste hiyo hospitali. Pia tunaomba population ya Mikenge, wale watu wenyewe walikimbia, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia maeneo za Itombwe Fore, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia Mutambala, Kanguli na kadhalika. Tunaweza waomba waanze kurudia, sababu deja mwingine ya Mikenge iko sous contrôle armée régulière pamoja na wazalendo. Et encore une fois, nous sommes le 2 mars 2026. Moi qui vous parle, je suis Oboïla Mouila Dalton, le porte-parole de la coordination provinciale des VDP, donc les volontaires pour la défense de la patrie dans les Sud Kivu. Je suis à Mikenge présentement. Nous sommes les deux, comme je vous l'ai dit, les 2 mars, nous sommes les 3. Nous sommes le 2 mars 2026. Je suis à l'hôpital général de référence de Mikenge, donc zone de santé du Tombwe. C'est là où je suis pour le moment. C'est depuis hier où nous avons attaqué le M23 bar RDF, le Twirwaneho AFC. Hier, nous les avions attaqués. Ils ont pris la fuite vers Mikarati, Kamombo. Mais pour le moment, la situation est sous contrôle. Donc, la cité de Mikenge
résilié totalement sous les mains entre les mains de ses propres fils. Donc, nous demandons à la population de Mikenge qui se trouve à Kangouli, qui se trouve à Itombe Forêt, de retourner à Mikenge parce que pour le moment la situation est sous contrôle de Wazalendo et FARDC. Encore une fois, merci. Tosengi na batu nyoso oyo bazomona ngai molobeli ya Wazalendo na Sud Kivu nazosenga na bango bayebisa population oyo ekimi parce que awa bomoni nazali boso nazali na oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge, oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge, oyo yebi Mikenge amwe déjà naza na hôpital. Tobetaki bamunguna awa M23 bar RDF AFC, tobetaki bango lobi, tobenganaki bango, bakimaki bango nyonso bapalangane, mususu bakendaki na kote ya nini ya Kamombo, mais nabanzi ke na matokeo toza na yango tozolanda bango ti na Kamombo na Bijabo na kasi kuna nde bakimaka mikolo mingi. Alors tozali awa na iko pesa information ya koloba ke mboka ya Mikenge ezali na maboko ya gouvernement, ezali na maboko ya FARDC, ezali na maboko ya Wazalendo. Merci. Bako sabino te, Mungu na za makasi te, tokolanda ye bisika autaki. Merci beaucoup. Nadhani ya kwamba video hiyo mmeifuata vizuri na yale ambayo nilikuwa nikiwaambia kabisa mumeyaelewa pale. Hakuna tena mafasilio mengi, mumefuata yote kabisa pale Mikenge. Tunaendelea na taarifa zetu. Apre wanajeshi wa France kufika Kongo kule Kisangani. Unajua ya kwamba wanajeshi wa France walionekanaka Kisangani. Apre kuonekana kwa wanajeshi kule, habari zikawa mingi wakasema no, FARDC ama gouvernement ya Kongo ishauza wa mercenaires wa France kwa ajili ya kukuja kupigana vita wakisaidia FARDC kupiganisha AFC M23. Zingine habari zikasambaa ya kwamba hapana, ni wanajeshi wa France kabisa kamili, si wa mercenaires, donc ni kupitia coopération militaire kati ya FARDC na jeshi la France, ambapo wanajeshi hao walikuja mvita. Tukaja kuambia realite ya kwamba wanajeshi hao walikuja kwa ajili ya kukua na wapa mazoezi wanajeshi wa FARDC, sana sana wale ambao wako angaje kufroza AFC M23, kwa sababu sasa Kisangani ni vile ya Chopo, mkoa kabisa nao unaopatikana karibu na Nord Kivu kupitia maeneo ya Walikale kule njo kwenye kuna kuwaka kabisa mandenani viongozi tofauti wa FARDC. Donc maoperasyon zote zina kuwaka na ziko na pangiwa kule. Wanajeshi hao wa France apre kufika pale sasa walianza kazi iliyowaleta. Kazi yao ni kuwapa mazoezi ya kivita wanajeshi wa FARDC pale Kisangani. Wanajeshi hao ni kuendelea kabisa kuongezea ujuzi katika mambo ya kivita, waweze kupigana vita wakishinda AFC M23 ambayo kwa sasa inamiliki maeneo tofauti Mwalikale, Masisi na Ruchuru na hata na Musidi Kivu. Wanajeshi wale sasa katika eneo yenye katika centre ya formation militaire kule Kisangani leo, mu ile centre d'inscription ya Kabauma hapo Kisangani, General Abdallah Nyembo alifika pale. Huyu ni komanda wa 3e zone de défense. Mnajua kabisa huyu ndio mwenye naunguza ile 3e zone de défense ambayo iko angaje na vita vinavyoendelea mu Nord Kivu, Sud Kivu na maeneo ya Ituri na Beni. Donc vita hivi vya AFC M23 ile 3e zone de défense ndio yenye iko angaje navyo. Huyu sasa komanda wa 3e zone de défense alifika pale, alifanya visite kule centre d'instruction ya Kabauma pale Kisangani. Alipofika pale alipatana na wanajeshi tofauti wa France wale wenye wako pale kwa ajili ya kuwapa mazoezi wanajeshi wa FARDC pale muile centre d'instruction ya Kabauma. Alifika pale akiwa pamoja na ambasadere wa France nchini Kongo. Donc visite yake alifanya akiwa pamoja na ule ambasadere wa France nchini Kongo. Visite hiyo ilifanyika leo
na wakati walifika hapo wale wanajeshi wa France ambao wako na pana mazoezi kwa wanajeshi wa FARDC waliwaonesha ni vipi kabisa wako na pana mazoezi hayo, na wakaonesha kabisa wanajeshi ambao wako napewa mazoezi koma kabisa, wako naonekana kujifunza. Donc ni kipi ambacho waisha kifahamu. Walifanya maexercice pale ya kuonesha ni kipi ambacho kwa sasa waisha kifahamu na manani. Donc ile formation itaendelea. Wanajeshi wa France wako na wapa wanajeshi wa Kongo FARDC mazoezi ya kivita na realite au fait kuhusu hayo yote. FARDC inapenda ikuwe na wanajeshi ambao wako kabisa capable ya kuweza kushinda M23. Hivi vyote ambavyo mnavionaka nani President Felix Tshisekedi akienda mwa pays tofauti, maakord tofauti ambayo President Felix Tshisekedi na kuwaka akisinya na zingine pays tofauti kuhusu mambo ya kivita. Hivyo vyote mpango ni moja, objectif ni moja, ni kutaka tu ashinde vita vya AFC M23. Ile njo objectif yenye gouvernement ya Kongo iko nayo na hata Felix Tshisekedi. Kile njo kitu cha kwanza ambacho wanakipenda, donc ni usindi. Sasa ili kuweza kushinda wanataka wanajeshi ambao wana uwezo, wako napewa sasa wako napewa mafunzo ya kivita na wanajeshi wa France. Huko ni Kisangani kwenye ayo yako na kuia mwile centre d'inscription ya Kabauma. Habari zetu zinaendelea kwenye ligne de front mteritoire ya Masisi. Leo depuis asubuhi mpaka jioni ya leo hali ni ya utulivu kabisa. AFC M23 inaendelea kuzikalia position zao kuanzia Boimba mpaka Katoi na Kazinga kule kote kabisa. AFC M23 inakalia defense hizo. Kiwakumbusha kwamba hizo eneo kulikuwa kukiripotiwa mapigano makali. FARDC ilikuwa imeavance mo semaine passée, walipiganaka sana kule Masisi, wakaavance wakarekipere Katoi, wakarekipere Kazinga, wakaendelea kuavance pole pole na maeneo tofauti kule, maeneo zinazopatikana mu kilomita 10 na Rubaya, mkiwemo ile eneo ya Kinigi, mkiwemo maeneo ya Kasheke, kote walikuwa kanawaisha parekipere. Mais M23 tena nayo iliwezaka kufanya offensive kule, ikaavance tena ikakamata eneo ambayo kwa sasa FARDC na kontrole yenye walirekipera kemuzile siku ambazo ziliisha ni Mahanga njo eneo kubwa ambayo tena FARDC ingali nayo. Kazinga eneo kubwa na Katoi eneo kubwa ambazo walikuwa tena wamezirekipere. Leo tena M23 ishakazikamata. Na kule kinachofanyika ni kipi sasa? Kule habari mbichi tunazo ni ya kwamba AFC M23 wako naendelea kurenforce kuanzia Buhimba kule ngambo za Walikale. Marenforce ziko nafika kule zikitoka wapi? No maeneo ya Kalonge pale Masisi. Marenforce zinatoka Kichanga zinafika kule eneo za Katoi na Kazinga. Renforce ziko nafika kule zikitoka Masisi centre. Wanajeshi wengi kutoka Goma wako nashuka, wakishafika Masisi centre njo wanagawanyika, wamoja wanaelekea Kazinga, wengine wanaelekea Katoi centre. Donc depuis M23 tena kukontrole eneo zile, wako na renforce sana ili kutia wanajeshi wengi huko. Donc kukue nguvu hapo kwenye ligne de front, wakati wowote wanaweza kupigana na FARDC, waweze kuavance ama hata kudefendre hizo eneo, wasije tena wakazipoteza. Mais siku ya leo hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa kule. Donc hali ni ya utulivu katika maeneo hayo. Kwenye kuna utulivu nako ni Mwalikale nako leo hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa maeneo tofauti na eneo za axe. Maeneo za Mpeti vers Pinga leo hakuna mapigano toujours. Kila watu wanaendelea kuzikalia nafasi za AFC M23 kuanzia eneo za Mpeti kurudi nyuma Minjenje. FARDC nayo kuanzia wapi katika vilima vya Buhaya kurudia nyuma katika maeneo
ya Pinga nao kabisa pale wanapakontrole. Tunaendelea na habari zetu tukiwapeleka Msidi Kivu nako siku ya leo kabisa, taarifa kutoka kwenye ligne de front. Kuna utulivu, hakuna mapigano kule. Tuendelee na habari zetu. Kufro kabisa hakuna mapigano sofu wapi mu territoire ya Fizi kwenye FARDC wangali movita kule ili kwa avance waweze kurekipere Minembwe centre na zingine eneo tofauti kule mu territoire ya Fizi zinazokaliwa na wasi wa AFC M23. Watu watano ndio wenye walikufa katika shambulio mwile parke ya Upemba. Watu watano ndio ambao waliuawa kabisa siku ya jana wakati wa uvamizi wa watu ambao wanajulikana kuwa ni wanajeshi wa Maimai katika eneo katika hifadhi kuu ya taifa ya Upemba huko Lusinga pale ni Mukatanga. Kulingana na taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Kongo ICCN, kikundi cha dharura kiliitishwa mara moja baada ya tukio hilo kwa kushauriana na vikosi vya serikali, haswa vikosi vya jeshi la Kongo FARDC na huduma za usalama. Mfululizo wa hatua umeanzishwa ili kuhakikisha usalama wa mawakala na mameneja kwa kuzingatia haki za binadamu na viwango vya kimataifa. Katika taarifa yao walisema kwamba kwa wakati huu udhibiti kamili wa hifadhi ya taifa ya Upemba na kituo cha Lusinga umerejeshwa na vikosi vya ulinzi na usalama, donc FARDC ndio yenye tena ilirekipere eneo ile apres tukio hilo kukua jana. Eneo hiyo yote ilikuwa na imekamatwa na hao wa Maimai. Shambulio hilo zidi ya biotupu hii kubwa ya urithi wa taifa ilisababisha vifo vikubwa vya binadamu na mali. Wafanyakazi watano wa hifadhi walipoteza maisha yao kwa kusikitisha, na pia kuna vifaa vilivyoporwa siku ya jana. Wakati wa shambulio hilo miundombinu iliharibiwa vibaya. ICCN inalaani kwa ukali zaidi ukiukaji huu wa wazi wa utaratibu wa kisheria wa kimataifa na kimataifa, ambapo kabisa wanaamini ya kwamba vitendo hivyo ni vibaya. Wanasema kwamba kitendo hicho kinaashiria ukiukaji wa moja kwa moja wa kanuni ya kutoegemea upande wowote na kutopigana dhidi ya maeneo yaliyohifadhiwa yanayochukuliwa kama urithi wa pamoja wa ubinadamu na sheria ya kimataifa ya mazingira. ICCN ililalamika kabisa katika taarifa yake hivyo. Kurugenzi kuu iliyopongeza wafanyakazi wa hifadhi ya taifa ya Upemba kwa kujitolea kwao, ambao kwa gharama ya maisha yao wanafanya kazi ya kutetea uhuru wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizofiwa na kuwahakikishia kwamba kitendo hiki cha kikatili hakitaadhibiwa. Hapo ni ile atake ya jana ambapo hali ilirejea kuwa ya utulivu. Tena FARDC ikaweza kukontrole eneo yote. Wakati wa mapigano hayo watu watano walikufa na vitu tofauti vikaibiwa. Tunasema pole sana kwa familia za hao watu ambao walipoteza watu wao wakati wa shambulio hiyo, na pia tunaweza tukasoma commentaire zenu. Ni wakati kabisa wa kusoma commentaire zenu, maswali yenu tuyajibu pole pole ama tano kwa tano. Anayeitwa Ibimanuka alisema asante ndugu, merci beaucoup. Anaitwa Edouard Kabwili anasema avec Dieu nous vaincrons toujours depuis la terre promise de Moba. Nous vous remercions messieurs les journalistes, merci beaucoup. Anaitwa Choka Daniel anasema ni Moize toka Walungu, Mungu atusaidie, lakini vita iko nguvu, hatujui kama baba bwana bagali taendaka, basi Mungu tu. Hapo sikuelewa ndugu yangu. Anaitwa Zanti Kasemwana anasema jambo bwana mtangazaji, tunakufuata kabisa kila siku tokea Bukavu. Merci beaucoup. Sadiki akasema hapa ni Sadiki nikiwa Uganda. Kongo itabaki ikishtumu Rwanda. Kwa nini Kongo ayo isishambulie Rwanda? Kitu gani Rwanda inashinda Kongo ambacho Kongo hatuna? Hayo ni maswali ambayo kabisa mtu hawezi akayajibu, kwa sababu ukiona
Hakuna kabisa kitu ambacho wako nacho ambacho Kongo haina, na tokana tu na maamuzi ambayo Swate Kongo haijakamata. Anayeitwa John aliacha emoji de care, merci John Ndombe Belge alisema na kutakia tena mchana mwema papa mwariri, na shukrani kwa taarifa za habari za mchana na kufuata 5sur5 kutoka Kolwezi. Anaitwa Sami Kwenene alisema tes informations ne sont pas sûres et vraies. Ndugu yangu, hapana, habari zangu kabisa ni za kweli tena za kuaminika. Amani Msagalusa alisema na kusalimu tena Bauma, nami na kusalimu ndugu yangu. Merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Kama kawaida, tupatane katika habari mbichi zifuatazo za asubuhi kabisa mapema. Asante.